Haya, mambo ni moto Morogoro huko. Mtazamaji, imekuwa ni kawaida kuona mabango makubwa ya matangazo barabarani yakitangaza bidhaa na huduma, lakini ni nadra kuona mabango hayo yakiweka mistari ya Biblia au Qur'an ili kupeleka ujumbe kwa wananchi, kama ambavyo bango lililowekwa katika makutano ya barabara ya Makongo Juu na ya Survey inayoelekea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa ripoti zaidi tuungane na mwanaharakati wetu Castilia Mwanosa ambaye alifika hapo kushuhudia hilo bango la Amri 10 za Mungu. Kwenye makutano ya barabara ya Makongo Juu na Chuo Kikuu cha UDSM na ardhi, nafika naona bango kubwa lililobeba ujumbe wa Amri 10 za Mungu. Si mimi tu, kila anayepita hapa, awe ndani ya gari, anatembea kwa miguu, yuko na bodaboda au na baiskeli, kwa ukubwa wa bango hili utasoma tu. Sababu kule umehubiriwa usikii, lakini wameamua kuja kuweka jambo zuri kabisa hapo moja kwa moja. Hata hapo pia utakuwa huoni. Shimoni pale unadumbukia mwenyewe. Sina Biblia, lakini nikitembea hivi, nikitoka huko nikitoka kule, naweza nikaona Amri 10 za Mungu nikazitii. Kuweka hili bango hapa, nahisi kama wanasisitiza watu wamrudie Mungu. Kuna wale walioliona bango hili tokea likisimikwa. Wakati nimeona liko linaanza kuwa constructed, nilikuwa natamani sana kujua ni nini ambacho kitawekwa kwenye bango kubwa kama hivyo. So nimekuja kupita na kuta Amri 10 za Mungu. I was so surprised because sikutegemea kukuta kitu kama hicho. Nikatoka nyumbani kwangu, okay, I'm going labda kuzini au kuiba. Nikifika kwa tuna bango kama hili labda nje ya nyumba yangu, sometimes I can feel labda God ameniambia no, this is not light for you, you have to turn where umetokea. Kama ni mtu unaelewa na una ile hofu ya Mungu, kimsingi wamefanya jambo kubwa sana kuweka hili bango hapa. Kila anayepita hapa analitazama bango hili na kubaki na la kwake moyoni. Waliloweka hapa ikabidi wakaliweke pale Magufuli tena. Pale kabisa pale. Tena liwekwe kubwa zaidi ya hili. Angalau wenda la kidigitali zaidi hata usiku waone. Wengi wanaopita hapa wanatafakari na kujiuliza aliyeliweka bango hili amedhamiria nini. Kuipata Injili sio lazima uende kanisani siku ya Jumapili au Sabato au uende msikitini. Kwa hiyo Injili, mimi nikaona Injili inaweza ikawa hata maeneo ya umma, ndio ikanipa msukumo wa kuipeleka pale, ili watu wakiwa wanapita wanakumbushwa. Hata kama mtu alikuwa na nia ya kwenda kufanya kitu kiovu siku hiyo, akiona pale kwa zile amri zilizopo, anaweza kuwa akaingiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kulikoni bango hili la Amri 10 za Mungu kuwa katika vyuo vya elimu ya juu, yaani Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kile cha ardhi? Kuna vijana ambao kuna wanachuo wako pale ambao wanachikia, na kuna vizibiti kubwa ya watu wanaotoka Goba, Madare. Kwa hiyo nikaona ni njia ambayo inaweza kafika ujumbe na watu wakapata, na wanachuo ardhi na mlimani, ikawa ni jambo jema. Kutoka kwenye vitabu vitakatifu vya Mungu hadi kwenye mabango, hii yote ni kuikumbusha jamii kuzishika Amri 10 za Mungu ili kuijenga jamii yenye hofu ya Mungu. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Castilia Mwanosa wa TBC.